Kwa sababu hii ni siku adhim, ni siku tukufu. Watu tunaomba dua mbalimbali. Tusiache kuiombea nchi yetu amani na utulivu. Tunu hizi mbili Mungu ametupa, tuendelee kuiombea nchi yetu. Na hasa anayewasaidia watu wenye dini na wasiokuwa na dini, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tumuombee dua sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ndugu zangu, msiache kuombea uchaguzi ambao uko usoni. Uwe ni uchaguzi wa amani na utulivu. Wala tusiwaache kuwaombea wagombea wote wanaogombea katika ngazi za aina yoyote mpaka ngazi ya urais. Lakini hao tutakaowaombea wawe ni watu ambao kweli wako tayari kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania. Hivyo ndugu zangu, tunatakiwa tuitikie wito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliotutaka sisi tuwatii viongozi pale aliposema mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wale ambao wako na mamlaka juu yenu. Tukiitikia wito huu tutapata mafanikio duniani na akhira. Na tusipofanya hivyo basi tutakuwa tumewaasi, na tukiwaasi tutakuwa tumemwasi mtume, na tukimwasi mtume basi tutakuwa tumemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake tutakuwa tumeasi maamrisho yake. Ikiwa kama mwenyekiti wa BAKWATA lakini pia mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani, jambo hili kwa kweli si jambo jema wala si jambo la kupongezwa. Ni jambo ambalo linahitaji Waislamu wote, Watanzania wote, mahala popote, viongozi wote wa dini, tuhakikishe tunashikamana katika swala linalohusu amani, katika swala zima la kukemea viashiria vyote ambavyo vinavyoashiria uvunjifu wa amani. Na si jambo jema sana kwa viongozi kuacha misingi yao kama viongozi kwa kukemea yale ambayo hawapaswi kuruhusika katika jamii kuzungumzwa. Kinachoshangaza zaidi ni kwamba kutokana na hali ya kisiasa hivi sasa katika nchi yetu, kuna baadhi ya wana harakati kupitia vyama vya siasa, baadhi yao wamekuwa kisimama majukwaani na kutoa lugha chafu ambazo hazipaswi kwa watu wazima kuzungumza hadharani, na hatuoni viongozi wenye dhamana na imani na kutunza amani kuweza kukemea matamshi kama hayo. Lakini pale serikali inapochukua hatua ya kukemea na kuchukua hatua ya kuwachukulia dhidi ya wale watu wenye mambo ya ovyo, unakuja kujikuta sasa viongozi na wanaharakati mbalimbali wanatukia kulani kitendo hicho, kitu ambacho madhara yake ni makubwa. Likitokea tatizo ni kwamba sisi tutakuwa wa kwanza kuulizwa kutokana na uchafuzi wa hali ya hewa katika nchi zetu, na kwa hao tulipewa jukumu la kuongoza. Mimi wito wangu kwa Watanzania wote, mbali na kuzungumzia swala la dini, tuzungumzie kama Watanzania kwamba tunu ya amani ni jambo muhimu katika maisha. Bila amani hakuna kinachoendelea. Amani ndio inasababisha hata miji itulie. Amani ndio inasababisha hata mtu afikirie swala la kuoa. Amani ndio inasababisha mpaka mtu afikirie swala la kuzaa watoto na kusomesha. Amani kitoweka hakuna tajiri wala maskini, ila wote tutapewa jina moja ambalo halitokuwa na thamani katika maisha, kuitwa wakimbizi. Mtu na heshima zako ujikuta unaitwa mkimbizi hali ya kuwa ulikuwa ni mheshimiwa katika eneo ulilotoka. Kwa hiyo swala hili mimi binafsi naweza kutoa wito kwa Watanzania wote na viongozi wenzetu wa dini, tuache kushabikia viashiria vinavyoweza kusababisha uvunjifu wa amani katika taifa letu. Kwa jina ninaitwa Sheikh Majaliwa Ibn Masud, mkurugenzi wa dawa wilaya ya Shinyanga mjini. Mimi kama mkurugenzi wa amani katika wilaya ya Shinyanga, nina waasa Waislamu wote wailinde amani yetu. Hii tunu ni kubwa sana, na kwa yoyote anayemdhihaki Mheshimiwa Rais, mtu huyu anakosea mahala pakubwa sana. Hauwezi ukakaa mahala ukakosa kiongozi. Asiyokuwa na kiongozi basi kiongozi wake ni shetani. Kama huna kiongozi, shetani wewe ndio kiongozi wako. Sisi tumefundishwa na dini kwamba Uislamu ni amani. Sasa
kama Waislamu tunawaomba Waislamu wote katika wilaya yetu Shinyanga kwamba lazima tulinde tunu hii ya amani. Amani ni kitu muhimu sana. Amani ni kitu ambacho Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekihubiri sana. Kwa yote anayemdhihaki rais ajue anamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anamkosea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anayemdhihaki rais ajue anamkosea Mungu, kwa sababu kiongozi ameteuliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wito wetu sisi, dola iko kwa sababu ya kutuchunga sisi na mali zetu, tuwe salama, tuwe tuna amani. Lakini pili, kwa mtu yoyote atakayeonekana ana dharau, ana utovu wa nidhamu, basi sisi tunasema imshughulikie tu, kwa sababu hata wewe nyumbani kwako hauwezi kuwa na mtoto na kutukana. Kuna namna ya kuongea na kiongozi, kuna namna ya kuongea na mtu mkubwa. Kwa hiyo kwa yoyote anayetaka kuvunja amani yetu, kwa hakika lazima ashughulikiwe. Kwa jina naitwa Sheikh Ahmed Kai, ni mudiri wa Darul Maarif iliyopo hapa Shinyanga. Na upande wangu mimi, kwa kipindi hiki ambacho tunaelekea uchaguzi na hali ambayo tunaiona katika nchi yetu, kwanza tuongeze maombi ya kuiombea nchi yetu. Amani hii tuliyokuwa nayo, Allah Subhanahu wa Ta'ala azidi kuidumisha, na wale ambao wamekaa nia zao kuhakikisha amani yetu inatoweka, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala asiwape nguvu wala asiwape ushindi. Nikumbushe tu kwa ndugu zetu Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu, kwanza tusikubali kutumika kwa njia yoyote ile, lengo na makusudio kuivuruga amani yetu. Amani ikikosekana katika nchi yetu, maana yake watoto wetu hawatosoma mashuleni, watoto wetu hawatosoma madrasa. Hata hivi tulivyosali Idi leo, tumesali Idi, tumepokea wageni wetu kutoka Uturuki. Unafikiri amani ikikosekana hawa Waturuki watatokea sehemu gani? Na wengine wanaokuja nchi mbalimbali kuja kutusaidia katika nchi yetu ya Tanzania, watakuja vipi wanajua amani Tanzania haipo? Lakini pia jambo lingine ambalo linatusikitisha sana sisi viongozi wa dini ni kuona watu wengi wanatumia kipindi hiki kumchafua mama yetu. Nimuombe mama yetu, kiongozi wetu Mama Samia Suluhu Hassan, hiki ni kipindi ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampima ile subira yake aliyokuwa nayo, na ndivyo uongozi unavyokuwa. Ukiona una uongozi alafu unakubalika na watu wote, manake uongozi wako ni wahovyo. Ili uongozi wako uonekane uwe makini, lazima kuna baadhi watakukubali, kuna baadhi watakukataa. Hii ni changamoto ya kawaida, itapita hii. Sisi tunaamini viongozi wa dini hao wanaomtukana leo, hao ndio ambao uchaguzi ukiisha watakuja watamsalimia, tena watamsifu, tena watampongeza. Sisi tunamuombea dua kiongozi wetu wa nchi, na tutahakikisha kuwaambia waumini wetu wasikubali kutumika, kama alivyotuelekeza shekhe wetu wa mkoa, ni kuhakikisha tutamchagua kiongozi ambaye kwanza ana adabu, ni mtiifu, na mdomoni mwake ana maneno mazuri, sio maneno ya matusi wala sio maneno ya dharau, na wala si sababu ya yeye kutuvurugia amani ya nchi yetu tuliyokuwa nayo.